Mwanamichezo karibu sana, hii ni Ava TV na exclusive za Ava TV. Hii leo tuko na shabiki na mwanachama wa Simba Sport Club. Tunazungumza naye hapa mambo mbalimbali ya kimichezo, hususa ni kuelekea kwenye mchezo wa hapo kesho. Kumbuka Simba Sport Club watakuwa dimbani kumwalika Coastal Union ya kutokea kule Tanga. Kitu gani ambacho watakizungumza kuelekea kwenye mchezo huo utaweza kusikia na kutazama kupitia kwenye YouTube channel yetu ya Ava TV, lakini usiache kusubscribe, kulike, kushare, kucomment ili wa kwanza kabisa kupata taarifa na habari mbalimbali za kimichezo. Lakini habari njema ni kwamba Ava TV tunapewa nguvu kubwa kabisa na Neika Food Point. Hawa ni wauzaji wa fresh juice ambao wanapatikana Tabata, Mbuyuni, karibu kabisa na roundabout. Ukifika pale sogea pale ambapo wanafanya huduma nzuri kwa usafi wa hali ya juu ili uweze kujipatia juice yako nzuri kabisa. Kama umechoka, umetoka kazini, lakini pia unahitaji kukata kiu, basi waone hawa mabingwa kabisa wa kukata kiu yako. Moja kwa moja tunaungana na William atueleze kila ambacho nitakwenda kumuuliza hii leo. William, vipi? Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeshiba kutoka kwa mke wangu, ila juice wameninywesha Neika ambao wako pale kwenye kiplef cha kwenda kule kwa watu wanaokula laki Nyerezi. Kwa hiyo juice nimekunywa pale. Jambo jema. Naam. Sawa, wagosi wakae bwana, wanaendelea kutuma salamu. Siku moja imebakia kuelekea kwenye huo mchezo. Kitu gani ambacho unakiona kuelekea kwenye huo mchezo, kwa sababu ni mchezo mgumu, mchezo mkubwa, lakini Coast wanauhitaji mchezo kutokana na matokeo ambayo wako nayo kwa sasa? Kwanza mchezo sasa hivi Coast, japokuwa hatujacheza nao hata mechi moja kwenye mzunguko wa ligi, lakini Coast Union ni timu nzuri, pia ni timu ambayo unajua sasa kwenye duru la pili timu zinabadilisha shape. Naweza nikasema ni kama timu ambazo inakuwa kukusanya point, lakini namna ambavyo ligi inaenda inakuwa kama katika hatua ya mtoano, kwa sababu ni duru la pili. Kuna timu ambazo zinatakiwa zimejiwekea malengo kwamba hebu chezeni lakini msishuke kwenye ligi hii msimu huu. Kuna timu ambazo zimejiwekea ratiba yao kwamba zisimalize kwenye nafasi mbaya, kwa maana kwamba zimalize kwenye top 4. Kwa hiyo ligi inakuwa ni ngumu sana. Kila mtu anataka ajihakikishie ajaenda kule kwenye danger zone, kwa maana kwamba kwenye kwenda kushuka anataka akae kwenye nafasi nzuri. Kwa hiyo ligi inaenda kuwa ngumu sana tena sana, lakini Coast Union ni timu nzuri na ni timu bora. Hao Coast Union memo msimu jana, kama unakumbuka msimu jana kombe ambapo wamelichukua Yanga, tulienda kombe ilikuwa ni utofauti wa pointi moja kama sio mbili. Na hizo pointi Simba na Yanga walienda kucheza finali, unakumbuka? Katika hiyo finali ambao walienda kucheza Simba na Yanga, Yanga akaenda akashinda, ndo akaenda kulichukua kombe. Kwa sisi timu iliyotunyima ubingwa msimu wa mwaka jana, ukiachana kufungwa dabi na Yanga, ni Coast Union. Kwenye mechi ya Coast Union KMC pale matokeo ya goli 2-2. Kama tungeishinda ile mechi ya Coast Union, hata kama Yanga angetufunga, Simba tulikuwa mabingwa. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana. Nadhani ilikuwa nakuelewesha ili kusudi uweze kukumbuka kidogo. Kwa hiyo tunapokutana na Coast Union, mechi ya hii mechi ya kawaida. Japokuwa watu wanasema familia, lakini itakuwa ni mechi ngumu sana. Na pia ukiangalia pointi 3 Coast Union wanazitaka kutokana na nafasi yao waliokuwa kwenye msimamo wa ligi, lakini sisi pia tunazitaka zaidi kwa sababu tunajua pointi 3 za Coast Union zitakuwa ni kama daraja za kwenda kutuvusha kwenda kwenye kuchukua ubingwa, kwa sababu kwa namna ambavyo sasa hivi ipo Yanga amecheza mechi 16 alama 38, Simba sasa hivi mechi 14 alama 31. Kwa kama Simba atachukua point za Coast Union kuziweka pale, ataongeza alama, alafu mechi ya Azam ataongeza alama, gap sasa ndo tunasema limekuwa pointi. Sasa hivi hatuwezi kusema gap pointi moja. Unajuaje kuhusu mwenendo wa Simba? Kwamba wanasema Simba mwendo pole ajikwaa, si ndio? Lakini Simba anaweza akajikwaa. Ikitokea amejikwaa, kwa maana kwamba gap linabadilika, linakuwa sio pointi moja. Kwa hiyo tunajua umuhimu wa pointi 3 za Coast Union, tunatambua umuhimu wa pointi 3 za Azam ili kusudi sasa gap liende iliwe pointi moja. Kwa hiyo mechi itakuwa ni ngumu sana. Tunajua Coast wamejipanga na Simba tumejipanga vizuri. Mechi itakuwa ngumu, lakini kupitia ugumu huo Simba Sport Club inatakiwa twende tukawini matokeo. Kama nilivyokuambia, ligi ni mchezo wa kuangusha na kuokota alama. Inatakiwa uokote. Ukiangusha hata ubingwa pia unaangusha. Kwa namna ligi msimamo ulivyokuwa, hata Azam pia anafaa kuchukua ubingwa, kwa sababu ukiangalia utofauti wa michezo, Azam ni kwa sababu amedraw mechi 8. Asinge draw mechi 8 Azam angekuwa pale anaongoza. Sio, umenielewa? Yanga na yeye pia anaongoza pale, lakini ndio timu ambayo imedraw mechi 5. Simba amedraw mechi 4. Kwa moja kwa moja unapata picha namna gani ligi imekuwa ngumu. Kama Azam kwenye ile mechi 8 ambazo amedraw angeshinda hata 5 tu, ungeona utofauti ni pointi moja. Kwa hiyo kwa wale watu watatu wanaweza kuchukua ubingwa. Na ukiangalia Azam leo na mchezo mzuri na mgumu, yuko na Singida. Kwa hiyo katika wale watatu yoyote ambaye atazichanga karata zake vizuri atachukua ubingwa. Lakini si Simba
ubingwa tulivyokuwa tunaanza ligi utafikiri tulikuwa tutaki, lakini ubingwa wenyewe ukawa unatungangania sisi. Unawafuata. Unatulazimisha kwamba hebu chukueni ile kombe kwa sababu gap lilikuwa point 8. Point 8 hizo Yanga akacheza mechi 3 wakati huo Simba hatujacheza mechi. Sio, umeelewa, ile back to back. Yanga akaanza kulipunguza gap mwenyewe kabla hata Simba hajacheza mchezo. Kwa hiyo unaona ubingwa wenyewe. Yaani ubingwa wenyewe unatushawishi hebu chukueni kombe. Kwa hiyo ndo sasa hivi tumestuka, tunaenda kupambania ubingwa. Tumeona inawezekana na ni vyepesi, sio vigumu sana. Lakini vyepesi kwa sisi mashabiki, vigumu zaidi kwa wachezaji na wapambanaji. Inatakiwa waende wakapambane sana. Isiwe tu kwa maneno ya kina William na kina Ahmed, lakini wao wanatakiwa wakatumie jasho na damu kwenda kuipambania bendera Simba Sport Club na kuyafanya yale ambayo yako midomoni mwetu kutoka yaingie kwenye miguu yao ili kusudi ndio akawin point 3. Simba Sport amekuwa mkali sana kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuo. Uwanja ambao amekuwa akitamba kwamba uwanja mkubwa, wachezaji wake wanapata nafasi ya kucheza vizuri, lakini Coast na wenyewe pia wana uwanja wao mkubwa mzuri. Kwa hivyo kuna vitu ambavyo kama vimelingana nyie na wao. Ubora wa kiwanja ama namna ambavyo Simba imejiwekea malengo mazuri kwenye uwanja wao wa nyumbani, hilo linachangia pia kuelekea kwenye mchezo. Naam, unajua siku zote ndio maana hata mechi zingine zinakaga njoo ucheze ugenini, alafu njoo ucheze nyumbani. Kwa hiyo tutakuona namna gani ambavyo unaweza kutamba kwako. Hata wewe Memo inakuwa ni rahisi. Mimi nikija kugombana nawe Chanika, vita lazima uishinde kwa sababu nyuma mlango unapanga. Sisi kule Meja Isamuyo ndio eneo Simba ambalo anaweza kuinda vizuri pengine kwa sababu lipo karibu na mbuga. Na ndio Simba anaweza kufanya mawindo yake kwa utulivu zaidi. Kwa hiyo tunatumia advantage ya kuwa nyumbani kwetu, lakini pamoja na kuwa nyumbani unaweza ukapigwa nyumbani kama hujajipanga vizuri. Kwa hiyo lazima pamoja na kutumia uwanja wa nyumbani tuhakikishe kwamba katika uwanja wetu tusipoteze alama. Maana baada ya hapo pia utaenda kucheza ugenini ambako ugenini kuna viwanja vigumu pia na viwanja vizuri. Kwa hiyo ubora wa wachezaji wako, mbinu za kocha ndio zinaenda kwenda kuamua. Coast nao ana advantage ya kwenda kuwin mechi, Simba ana advantage ya kwenda kuwin mechi, lakini kwa Coast tunamwekea 60% kwamba maajabu huwa utokea. Ule ni mpira Memo, lazima tuupe heshima yake. Coast ila kwa Simba waga kazi sana. Sio kazi sana. Yaani usifiche ubora wa Simba Memo. Yaani usifiche ubora wa Simba. Libasiguye kaenda kapindua. Lakini mechi zenu na Coast zinajulikana tu. Kama ingekuwa mfano umuelezee mtu leo mechi ya Singida na Yanga labda pengine mfano. Alafu uje umuelezee mechi ya Coast na Simba. Hapo ndo tunakoaga ligi zetu. Kuonekana kwamba mpinzani fulani akicheza na mpinzani fulani. Kwa nini tusiamini ubora? Tuachane na muamini ubora kwa Simba na Singida, Yanga na Singida. Ni ubora. Ni ubora. Hapo ndo naamini hivyo. Mimi naamini hivyo. Ila ni wachache sana ambao wanaamini. Timu ukiachana hizi timu zetu za Kariakoo ambazo tumelisi, timu zetu hizi tumelisi za Kariakoo. Mimi nilikuta hii timu alikuwa anaishangilia babu. Na pia kijijini kwetu sisi mashabiki wengi ni kijiji kizima mashabiki wengi ni wa Simba. Umeelewa? Kwa hiyo hizi timu ukiachana na kulisi, Singida katika timu nzuri na zenye wachezaji wazuri Singida. Yanga ina wachezaji 7 kutoka Singida. Simba ina wachezaji 4 wa kutoka Singida. Kwa nini Singida hiyo mbovu? Sio, unaelewa vizuri? Yanga ina wachezaji 7 wa kutoka Singida. Simba ina wachezaji 4 wa kutoka Singida. Kwa nini Singida isiwe timu bora? Mimi naamini timu ikienda kufungwa ni uwezo. Yaani tusififishe uwezo wa timu pinzani. Leo hii Simba ende kashinde 7 pale. Amemwachia kwa sababu ndugu yake. Mpira wetu tunaenda kuharibu. Ni kiwango. Sisi wakina Libasiguye wale hatujawasajili kuja kushangaa vinyago. Kwa hiyo kesho tunaweza tukashangaa labda Costa anafungwa 5. Hapana, kwa Simba sasa hivi namna ya safu nzima ya ushambuliaji Memo, mimi ni mtu wa mpira. Bado ina shida kwenye eneo la mwisho la kiwanja. Mechi ya mwisho tulishinda goli 3. Mechi ya mwisho tulishinda goli 3, lakini kuna vitu ambavyo mimi bado sijaviona. Kwenye ligi hii kuna mechi na mechi ambazo tunashinda. Kuna mechi nyingine unaiona kabisa Memo iko wazi ambapo unaweza kushinda hata goli nyingi, lakini Simba haendi kukupa kile kitu ambacho unatarajia. Kwa hiyo Simba Sport Club inacheza kwingine sehemu nzuri, shida kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Kwa hiyo tutaenda kuona magoli tu ya kawaida labda 3 au yanaweza sio 3, inaweza likawa pia hata 1 hilo. Lazima mpira tuheshimu na wale wana mbinu zao, wana kocha na wana wachezaji kama ambao wako kwenye Simba Sport Club. Isipokuwa tu ni mbinu na namna gani kocha anaweza akawangamua Simba. Shukrani.